Vipi bwana, kama wewe ni mwanaume, hii video inakuhusu kwa asilimia nyingi sana. Bwana, utamjuaje mwanamke ambaye amekuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kuchuma pesa alafu anatembea? Yaani mtu ambaye amekuja tu kuchuma, yaani amekuja kama chuma ulete kwenye maisha yako. Utamfahamuje mwanamke wa aina hiyo? So kama wewe ni mwanaume, basi isikilize hizi dalili 5 ambazo zitakuonyesha kwamba ni mwanamke amekuja kuchuma pesa na sio upendo. Yaani wamefuata pesa tu ambazo unazo. Bwana, dalili ya kwanza anakuwa ni mtu ambaye anazungumzia sana pesa. Yaani kwake na pesa ndo damu. Yaani maisha yake, yaani anakuwa ni mtu ambaye anatengeneza vitu ambavyo vitakuwa vya kutoa pesa, yaani vya wewe utoe pesa kumpa yeye. Yaani atatengeneza vitu vidogo vidogo ambavyo vitatengeneza mazingira wewe utoe pesa. Anaweza kukwambia ndugu zake wanauma, anaweza akasema mama yake sio ana tatizo, yaani anatengeneza matatizo ambayo yatasababisha wewe utoe pesa. Unajua huyo mtu amekuja kwa ajili ya kuchuma pesa. Akiona matatizo yameisha anaingia kwenye zawadi. Bwana naomba uniletee zawadi fulani. Usipoleta kelele. Yaani anakuwa ni mtu ambaye anadaidai hivi zawadi. Anatengeneza mazingira wewe utoe pesa. Yaani muda mwingi anazungumzia pesa. Ukiona mwanamke wa dalili hizo, anayo dalili ya kuzungumzia sana hela kuliko kitu kingine chochote, unajua amekuja kwenye swala la kuchuna pesa. Yaani amekuja tu kwa ajili ya kuchukua pesa. Lakini anakuwa ni mtu ambaye yaani kwa mfano kuna muda mwingine anaweza kukwambia bwana leo tutoke mpenzi wangu, leo bwana twende sehemu fulani, yaani leo anakuwa ni mtu ambaye anatengeneza tu mazingira au uchumi, yaani wewe utoe pesa. Yaani wewe utoe pesa. Ukitoa pesa ndo furaha. Usipotoa pesa na nani, anakuwa ni mtu fulani ambaye anazungumzia sana hela. Hiyo ni dalili ya kwanza ambayo itakuonyesha kabisa kwamba ni mwanamke ambaye amekuja kwa ajili ya kuchuna pesa na sio kwa ajili ya kutengeneza maisha ya wewe na yeye. Lakini dalili ya pili, furaha yake inategemea sana pesa. Yaani mwanamke huyu hawezi kuenjoy pasipo pesa. Yaani siku ambayo huna hela, yeye hana amani kabisa. Siku ambayo una hela, yeye ndo ana amani. Yaani pasipo pesa yeye amani hana kabisa. Yaani kama umeenda kazini ukirudi huna kitu, sikio ndo hakuna amani humo ndani. Atakuwa ni mtu ambaye muda mwingi kanuna, yaani hana amani kabisa. Yaani yeye bila pesa amani hamna. Amani inatoweka. Ila siku ikiwa na pesa ndo siku anakuwa na furaha. Siku mtaongea vizuri, mtapiga story, mtafanya kila kitu. Lakini siku ambayo una pesa ndo ana amani. Na saa nyingine hata ukirudi una pesa, hau sehemu ya yaani tunasema ili kukutengenezea mazingira, yaani kuona kama ni kitu cha kawaida. Yaani unajua kuna namna mfano umerudi huna kitu, lakini mwanamke anakuliwaza, bwana mume wangu usijali, bwana utapata kesho, lakini yeye anakuwa hana hizo vitu. Yaani ukirudi huna hela, basi ndio siku wewe unakuwa adui kwake. So ukiona mwanamke wa design hiyo, achana naye mapema. Huyo amekuja kwa ajili ya kuchuna pesa na sio kwa ajili ya kutengeneza maisha. Lakini dalili ya tatu, anakuwa ni mtu wa show off. Yaani ni wanawake ambao wanapenda sana show off, kuonekana. Wanapenda sana kufanya vitu ambavyo vitaonekana kwa wengine. Atatengeneza mazingira ya wewe umnunulie nguo ambazo akivaa yeye ataonekana kwa watu. Atapenda afanye vitu ambavyo akivifanya ataonekana kwa watu. Yaani asilimia kubwa maisha yake yanakuwa kwa ajili ya watu, sio kwa ajili ya familia yenu. Yaani yuko tayari mfanye kitu chochote, hata muuze kiwanja au muuze kitu chochote cha thamani kwa sababu ya kumtengenezea tu mazingira ya yeye aonekane kwa watu fulani. Yuko tayari aharibu nyumbani lakini akalipe kwenye mashughuli, akafanya vitu fulani kwenye shughuli, wanaita kutunza, akatunze kwenye shughuli. Yaani anakuwa ni mtu ambaye asilimia kubwa anataka show off, anataka aonekane yeye ni mtu wa aina fulani. Ukiona una mwanamke ambaye haangalii zaidi kwenye familia, ila anaangalia zaidi kwenye kuonekana kwa watu, huyu amekuja kwenye mfumo wa kukuchuna. Yaani mtu amekuja kwa ajili ya kuchukua pesa tu na kuseta. Hana mpango kabisa na wewe. Huyu amekuja tu kwa ajili ya kukuchuna, kutengenezea tu mazingira yao ufilisike, maisha yake yakaepoa hivyo. So ukiona mwanamke ana dalili ya aina hiyo, mchenge mapema, achana naye. Huyo ni mwizi amekuja kukuibia. Yaani huyo ni chuma ulete. So mkimbie mapema ili utengeneze mazingira mazuri ya maisha yako. Kwa sababu kwenye maisha kuna namna unaweza kawa una pesa, alafu kapata mwanamke bora ukafanikiwa. Lakini unaweza ukawa una hela ukapata chuma ulete, ndio huyo ambao tunamzungumzia leo, ukafilisika na maisha yako kama magumu sana. So chunga sana mwanamke mwenye hizi tabia. Ukiona na hizi dalili, mapema sana mchenge. Kwa sababu usiruhusu mateso kwenye maisha kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ndo mwanamke. Lakini dalili ya 4, mwanamke huyu anakuwa ni mwanamke ambaye hana mipango endelevu. Yaani anakuwa ni mwanamke ambaye anaangalia leo zaidi, haangalii kesho. Hiyo dalili ya 4. Anakuwa ni mtu ambaye yaani kwa mfano leo mkiwa na hela, yaani umepata pesa, anachokiangalia hiyo pesa iishe. Atengeneze mazingira yote ya kuchukua hiyo pesa iishe. Ubaki hivi
dola yake, lakini kutengeneza vitu ambavyo vitakuwa ni kwa ajili ya kesho, kwa ajili ya maisha endelevu, anakuwa hana huo mpango. Ukiona na mwanamke mwenye hizi tabia za kuangalia leo tuangalie kesho, ujue huyu hana mpango kabisa na wewe. Huyu amekuja kuchuna sepe, huyo ni chuma ulete. Yaani kwa mfano hata leo labda nataka ukatoa wazo zuri bana, mimi nataka tufungue duka. Hizi pesa tuzimeki tufungue duka, kesho ushinde dukani, maisha yaka hivi na yeye hawazi hicho kitu. Bana yeye hela tumeipata tununue kiwanja, kesho tuwe na nyumba yetu, hawazi hicho kitu. Ila akipata pesa tu. Yaani ukipata pesa wewe leo, atatengeneza mazingira mpaka pesa iishe ndio atalizika. Yaani sio mtu kufikiria kesho. Ukiona una mwanamke kwenye maisha yako, angalia kesho, yeye anaangalia leo tu. Pesa unayoipata iishe leo, anaangalia leo. Achana naye blaza, wewe ni chuma wewe, amekuja tu kuchuna alafu anasepa. So jitahidi kuwapima wanawake wa design hii. Ukiona mwanamke hana mpango wowote unaohusiana na kesho yenu, ujue ni chuma ulete, amekuja kuchuma pesa. Achana naye mapema blaza, utanishukuru. Fanya hivyo itakusaidia sana. Lakini kitu cha 5 na cha mwisho, mwanamke huyu anakuwa sio mwanamke wa kihisia. Yaani hakusaidii kwenye mifumo ya kihisia. Yaani mwanamke huyu siku ambayo una pesa, siku ambayo una hela, ndio siku hiyo anakuwa romantic. Siku ambayo huna hela, siku hiyo anakuwa gogo, yeye anakuwa ni mtu fulani hivi. Yaani yeye anaendana na pesa. Yaani haangaiki, yaani sio mtu wa kihisia. Ndio kuna wale wanaume ambao bila kumpa iPhone siku hiyo atakuwa hawezi kukupa mapenzi. Mpaka umpe kitu anachokihitaji ndio akupe mapenzi. Siku hiyo ukirudi huna kitu, basi siku hiyo utalala mzungu wa 4. Unaweza kukutana na vifuti vya kutosha, yaani ushuke chini alale kitandani. Yaani anakuwa sio mtu wa kihisia, yaani sio mtu wa kimapenzi tena ukiwa huna. Yaani siku hiyo ndo hata kupika piki. Yaani maisha yake siku hiyo anakuwa ni mabaya sana ukiwa na pesa. So anakuwa ni mtu ambaye sio wa kihisia. Yaani yeye afikiri chochote kuhusu wewe, anachoangalia ni yeye. Yaani yeye anaangalia zaidi yeye, yaani hakuangalii tena wewe. Ukiona kuna mwanamke unaye kwenye maisha, ili uweze kufanya kitu fulani, ile habari yetu ile upate kwa muda, uweze kupata habari yetu ile mpaka ufanye kitu fulani. Ukiona mwanamke alizaini, unajua amekuja tu kukuchuna. Mwanamke ambaye amekuja kwenye maisha yako kwa lengo la kutengeneza mifumo mizuri ya kimaisha, haangalii hivyo vitu. Yeye anajua mapenzi ni jukumu lake, anajua mfumo wa kihisia ni jukumu lake. Lazima msaidiane kwenye mfumo wa kihisia. Swala la mapenzi, swala kuheshimiana, kusaminiana, maelewano, anajua ni kitu ambacho anatakiwa kifanye. So ukiona anafanya vitu kulingana na namna mlivyojiweka siku labda ulipopata pesa au ulipofanya kitu fulani kizuri cha kumfurahisha, ndio anakufanyia hicho kitu ambacho yeye alitakiwa kufanyie. Anakufanyia kwa sababu umemfanyia, hakufanyii kwa sababu anastahili kukufanyia. Kwa hiyo mtu huyo amekuja kwa ajili ya mifumo tu ya kifedha, lakini hana mpango kabisa na wewe. So ukiona una mwanamke wa dalili hizo 5 ambazo nimekutajia hapo, blaza chomoka. Huyo ni muuaji, huyo ni chuma uleta, amekuja kuchuma alafu anasepa. Bwana, kama umependa hii video, usisahau kusubscribe hapo chini, usisahau kugusa hiyo alama ya kengele ili kila video nitakayo upload, nitakapoleta madini kama kwa mtu wa kwanza kabisa kukutana nayo. So jitahidi ucomment ambacho umejifunza, na kama una mwanamke mwenye hizi dalili, bwana comment hapo. Alafu mimi nitakuja hapo nitakujibu, nitakushauri ni kitu gani ufanye. Lakini pia unaweza kaomba ushauri kwa simu namba 0757574959. So unaweza kanipigia simu kama kuna jambo lolote la kimahusiano linakusumbua, unaweza kanicheki tukawasiliana tukashauriana. So unaweza pia ukasoma kwenye description hapo nimeandika baadhi ya vitu fulani ambavyo nataka kukusaidia wewe kwenye maisha yako, namna kujiondoa kwenye msala huu ambao nimetoka kuutaja hapo. So bana, kama umependa hii video, jitahidi ushare na kwa watu wengine waweze kusikiliza. Wanaume tutoke kwenye mifumo ya kuteseka, tuingie kwenye mifumo ya kuenjoy. Bwana, pamoja.